Na karibu ndugu mtazamaji katika mfululizo wa masomo haya yanayohusiana na afya kutoka Erastobi Food Product. Natumai una afya njema kabisa. Na ndugu mtazamaji, kwa siku ya leo nataka nikuelekeze watu ambao au kundi la watu ambao hawatakiwi kula matunda, labda kwa umakini mkubwa pamoja na ushauri kutoka kwa mtaalamu ama daktari. Kwa sababu wakitumia matunda inaweza ikawapelekea au ikawazidishia ugonjwa zaidi. Na group la kwanza ni kwa wale watu ambao wana ugonjwa wa kisukari, diabetes. Kwa sababu matunda mengi yana sukari aina ya fructose ambayo inapandisha sukari yako. Hivyo zina kiwango kikubwa sana cha high glycemic index, yani ile uwezo wa kupandisha sukari kwenye damu. Hivyo kuna baadhi ya matunda ambayo nitakiwa watumie kama parachichi, matango. Haya yanaweza yakawasaidia kwa sababu hayana kiwango kikubwa sana cha kupandisha sukari kwenye damu. Na group la pili ni wale watu ambao wanasumbuliwa na figo, wenye matatizo ya figo au mafigo imefeli. Basi ni vizuri wakawa makini zaidi, kwa sababu matunda mengi yana potassium kwa kiasi kikubwa, na potassium si salama kwa mtu ambaye figo zake zimefeli ama figo zake zina shida fulani. Hivyo basi kama una shida ya figo, hakikisha unapata ushauri kutoka kwa mtaalamu ama daktari ili akuambie ni matunda gani yanayokufaa. Na group la tatu ni kwa wale wenye tatizo la allergy, tunaita mzio kwa Kiswahili. Baadhi ya watu wengine wakitumia matunda basi wanapata mzio au allergy fulani. Mfano, mtu anaweza kavimba mdomo, akawashwa na ngozi, macho yakawasha na matatizo mengine. Na group lingine ni kwa wale watu wenye acid reflux ya kupanda, yani ile inayounguza umio. Unakuta mtu aidha na vidonda vya tumbo. Kwa hivyo kama unajua una acid reflux, basi chagua au bagua baadhi ya matunda. Mfano, kama utatumia jamii za citrus fruits, kundi la jamii za limao, machenza, maboflo, mara nyingi unaweza ukazidisha acid reflux katika mwili wako. Hivyo hakikisha kuna matunda unaweka pending, alafu unaenda na matunda ambayo ni salama kwako. Na group lingine ni pamoja na wale watoto ambao wana umri wa miezi 6, yani hawajavuka hapo na kuendelea, yani wana miezi 6 kurudi nyuma, wasipewe matunda. Wapewe matunda pale tu wanapoanza kula vyakula laini, hapo itawasaidia sana. Na kundi lingine ni kundi la wale watu ambao wana ugonjwa wa fungus, tunaita candida ama fungus sugu. Kama unasumbuliwa na fungus, mfano unatokwa na uchafu sehemu za siri, unawashwa, maumivu wakati wa tendo la ndoa, siji mkojo kuwaka moto, ukiona dalili fulani za kuwa na fungus au candida kwa wingi, basi ni vizuri ukapunguza matunda yenye sukari nyingi, kwani matunda yanatuzalishia sukari aina ya fructose, na fructose mara nyingi hawa candida wanapendelea sana. Kwa hivyo inawachochea watasurvive zaidi. Na kwa siku ya leo ndugu mtazamaji, sina la ziada. Usisahau kusubscribe, kushare na comment ili watu wengine nao waweze kupata elimu hii. Asanteni na tukutane katika video nyingine. Bye bye.